alivyokamatwa alinipigia simu alipokuwa chini ya ulinzi wa polisi. Walimpa nafasi anipigie simu kwamba wamemkamata huko Mbinga, na nikawa nimemuuliza wamekueleza makosa ambayo utakuwa umeyafanya? Nilimuuliza, je, umemkamata kwa sababu ulitoa kauli, umetoa hotuba ambayo ilimtaja Oscar Kambona ambaye kwao ni huko Mbinga, au ni lori ya makaa ya mawe ambao ulisema anasafirishwa kwenda nchi za nje bila umma kufahamu? Akasema hapana, hawajaniambia kwa nini wamenikamata. Kwa hiyo tulimalizia hapo. Okay. Na hawakusema wanampeleka Dar es Salaam. Hakusema kwamba watampeleka Dar es Salaam. Alisema tu kwamba watampeleka Songea. Watampeleka kituo cha polisi Songea. Kwa hivyo ninachoweza kusema ndicho hicho. Kwamba kwa hiyo kama ni communication, kama ni mawasiliano, alifanya hayo mawasiliano mara baada ya kuwa wamemkamata. Angalau hilo walifanya. Kwanza niseme kwamba the fact kwamba Bwana Lissu ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini sio kinga ya yeye kutokukamatwa na polisi kama atakuwa amefanya kosa la jinai. Hana kinga, kama ambavyo naamini vile viongozi wa CCM kuanzia ngazi ya taifa mpaka huko chini vile hawana kinga ya kutokushtakiwa kama watakuwa wamefanya makosa ya jinai. Unanipata? Hakuna kinga, isipokuwa sheria imeweka kinga kwa rais wa Jamhuri ya Muungano, kwa jaji mkuu, na sasa hivi kwa spika. Huwezi kumkamata hivi kiorera. Kuna utaratibu ambao unapaswa ufuatwe. Kwa hivyo ndio hivyo. Unauliza habari ya namna alivyokamatwa. Mimi nimeona hilo tukio kama ambavyo ulivyoona wewe na watu wengine, kwamba amefanya mkutano wa hadhara mwanzo mpaka mwisho, na ule mkutano ulikuwa umehudhuriwa na polisi wengi tu. Alafu baada ya kumaliza ule mkutano, alivyoanza sasa kuchangisha michango ya tone, ndio akavamiwa na polisi ambao walikuwa wengi wakimtaka afuatane nao aende kituo cha polisi. Ndio kukawa na tafrani pale, na hiyo tafrani imetokana na ule ukamataji. Inaonekana wale wananchi walikuwa wamesikiliza huo mkutano, hawakuridhika na namna ambayo kiongozi huyo alikuwa amekamatwa. Kwa hiyo kukawa na tafrani, mabomu wakatawanywa, kwa jumla wakatawanywa kwa mabomu.
mimi sidhani kama kulikuwa na huo umuhimu, kwa sababu kama lengo lilikuwa ni kwenda kumkamata na walikuwa kwenye eneo, wangemsubiri amalize mkutano wake. Kwani angelala hapo? Si angerudi ofisini kwake au kwenye hotelini kwake? Wangeenda kumkamatia kule, alafu washughulike naye. Daini wamemkamata hadharani, wamepiga watu mabomu kama tulivyoona. Swala kama hayo mashtaka aliyoshtakiwa ya uhaini yalikuwa halali au vipi, ni swala la ushahidi. Tutahitaji kusubiri ama kulikuwa na sababu ya kumkamata na kumfungulia kesi ya uhaini kama walivyofanya. Nani kama nilivyosema, ni swala la ushahidi. Sasa mimi sijui huo ushahidi ambao wameutumia na kiasi cha kumfanya polisi wamkamate kama walivyomkamata. Kwa hivyo utakuwa unataka mimi mpige ramli. Mimi ni kaka yake, kwa hiyo ni rahisi kwangu sana mimi niseme alionewa. Unaelewa? Ni rahisi sana kwangu mimi niseme alionewa, kwa hivyo hakukuwa na uhalali. Lakini nitakuwa na ushahidi gani ndugu yangu? Nitakuwa na ushahidi gani kwamba amekamatwa bila sababu? Mimi niko Arusha, tukio limetokea Dar es Salaam. Wanazungumzia habari ya uhaini unaotokana na kauli ambazo alizitoa wakati anahutubia wanachama wenzake, pamoja na wale ambao walikuwa wametia nia kwamba wanataka wagombee nafasi za uchaguzi kwa kupitia Chadema. Yeye akawa anawahutubia kueleza kwa nini msimamo wao wa kutokushiriki kwenye uchaguzi, kwa sababu ya kwamba mabadiliko kulikuwa na sababu ya kumkamata na kumfungulia kesi ya uhaini kama walivyofanya. Nani kama nilivyosema, ni swala la ushahidi. Sasa mimi sijui huo ushahidi ambao wameutumia na kiasi cha kumfanya polisi wamkamate kama walivyomkamata. Kwa hivyo utakuwa unataka mimi mpige ramli. Mimi ni kaka yake, kwa hiyo ni rahisi kwangu sana mimi niseme alionewa. Unaelewa? Ni rahisi sana kwangu mimi niseme alionewa, kwa hivyo hakukuwa na uhalali. Lakini nitakuwa na ushahidi gani ndugu yangu? Nitakuwa na ushahidi gani kwamba amekamatwa bila sababu? Mimi niko Arusha, tukio limetokea Dar es Salaam. Wanazungumzia habari ya uhaini unaotokana na kauli ambazo alizitoa wakati anahutubia wanachama wenzake, pamoja na wale ambao walikuwa wametia nia kwamba wanataka wagombee nafasi za uchaguzi kwa kupitia Chadema.